Ninawasalimu wote katika jina la Yesu. Amen. Ni siku ambayo ni njema kwetu sisi Mungu kutupa siku ya leo, ambayo siku hii ya leo wanawake tunasherehekea sikukuu ya wanawake katika kanisa letu. Tunamtukuza Mungu kwa hiyo. Bwana asifiwe. Tutaenda kuangalia neno la Mungu siku ya leo. Kichwa cha habari kinasema kumtegemea Bwana. Kumtegemea Bwana. Tutaenda kusoma Isaya 45 mstari wa 22. Bwana asifiwe. Tunajua kwamba dunia yetu ni kubwa ambayo Mungu ameiumba. Iko sehemu mbalimbali, pande mbalimbali, kuna kaskazini, kuna kusini, kuna magharibi, kuna mashariki, kuna sehemu za milimani, kuna sehemu za mabondeni, kuna sehemu mbalimbali. Huu ni wito ambao Mungu anatoa katika neno lake, akisema niangalieni mimi enyi ncha za dunia mpate kupona. Bwana asifiwe. Watu wa aina zote, wa rangi zote, weupe kwa weusi, bado wanatakiwa wamwangalie Mungu. Mungu anatoa wito wake ya kwamba wamwangalie yeye. Wengine ni makabila yako sehemu mbalimbali. Mengine ni makabila ambayo ni maarufu, mengine umetoka kwenye kabila lingine ni maarufu, kabila lingine sio maarufu, kabila lingine wengine wanakaa mpaka sasa hivi. Kwa mfano wenzetu wa Anzabe bado wako porini, wanaishi yale maisha ya porini ya kuwinda wanyama, ya kula mizizi, ya kula matunda, lakini bado Mungu anawaita, anasema hivi wito wake ya kwamba niangalieni mimi enyi ncha za dunia ili mpate kupona. Popote mtu alipo, popote mtu anaponisikiliza kwa sauti hii, awe ameokoka au hajaokoka, anatakiwa kumwangalia Mungu. Mungu pekee ndiye anayetoa wokovu. Mungu pekee ndiye wokovu wetu. Mungu pekee ndiye msaada wetu. Ndio tunatakiwa tumwangalie. Mungu ndiye anayeweza kutuokoa. Mungu ndiye anayeweza kututoa kwenye majaribu makubwa. Mengine ni mazito. Bwana asifiwe. Majaribu mengine ni mazito. Mwingine anakuambia haielezeki. Mwingine anakuambia labda nimeomba nimechoka. Nimeomba nimekata tamaa. Hapana. Tumwangalie yeye. Tumwangalie Mungu. Neno lake linasema ya kwamba tumwangalie yeye. Mwangalie yeye, muite. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema duniani kunaye dhiki, lakini jipe moyo, mimi nimeushinda ulimwengu na yeye atashinda. Tunayemwamini Yesu Kristo ambaye ndio njia ya kweli na uzima, ambaye Yesu ndiye atatupeleka kwa Baba, yeye ameushinda ulimwengu. Kwa wito wa neno lake ambaye leo anasema tumwangalie yeye, sisi ncha za dunia, basi tumwangalie Mungu kwa kupitia Yesu Kristo ambaye ni mwanae, ambaye alimtoa hapa duniani ili aje atusamee dhambi. Hata kama unateswa na dhambi, unateswa na nguvu za giza, unateswa na mambo ya mizimu, unateswa na kabila lako, unateswa na vitu vya aina mbalimbali, mwangalie Mungu. Wito wa leo ya kwamba tumwangalie Mungu ili tuweze kupona. Tumwangalie Mungu ili aweze kutuponya, ili aweze kutuponya. Na anatuponaje? Anatuponya katika maisha yetu ya kiroho. Bwana asifiwe. Maisha yako ya kiroho, ukitaka, kama unamwamini Yesu, ukitaka maisha yako ya kiroho yawe safi, uwe ni mtu mwaminifu, Mkristo mwaminifu, Mkristo uliye safi, Mkristo ambaye unampenda Mungu, Mkristo ambaye unamtumikia Mungu katika kazi zako unazozifanya, katika utumishi wako wa kiroho wa kumtumikia Mungu. Mwangalie yeye, mwangalie yeye, ndio atakayekuwezesha. Saa nyingine unaweza ukaambiwa utumishi ambao unaona ni mgumu, ni mzito, lakini ukimwangalia yeye Mungu atakuwezesha katika maisha yako ya kiroho, nawe utapona katika jina la Yesu. Mungu atakuponya. Mengine ni ya kifamilia. Mengine kuna shida kwenye familia. Familia zetu saa nyingine unakuta hatupendani, hatusaidiani, tunasemana, tunanyanyasana, hatusaidiani. Lakini ukimwangalia Yesu, ukimwangalia Mungu, Mungu yeye ni msaada. Bwana asifiwe. Mungu yeye ni msaada. Anaita leo, anasema niangalieni mimi enyi ncha za dunia. Hajabagua akasema watu fulani ndio wamwangalie, watu fulani wasimwangalie. Amesema wote, watu wote wa jinsia mbalimbali. Ikiwa ni kwenye ndoa kuna shida, bado unatakiwa kumuita Mungu, kumwangalia Mungu. Ikiwa ni kwenye familia kuna matatizo ya kifamilia,
bado unatakiwa usimame. Wewe ambaye uliokoka, simama mtu yeyote, ili umwite Mungu katika familia yenu, ili aweze kuibadilisha familia yako. Hata kwenye masuala ya ndoa, labda hamna amani katika ndoa, bado endelea kumwita Mungu. Usikate tamaa, usikate tamaa, usikate tamaa. Hata kwenye maisha ya kiuchumi, hali ya kiuchumi labda ni ngumu, au majaribu, magonjwa ambayo ni magumu. Kuna magonjwa mengine ni ya kutisha. Neno la Mungu linasema usiogope, ijapo tetemeka milima, ijapo nchi, lakini bado umtumainie Mungu. Usiogope. Kuna magonjwa mengine ni ya kutisha, kuna vitu vingine vya kutisha, vingine vya kuogopesha, lakini bado Mungu anasema usiogope. Mwangalie yeye ambaye ameumba mbingu na nchi. Mwangalie yeye ambaye aliyekupa imani, yeye ambaye amekuumba. Anajua ulipo, anajua unapopitia masuala magumu. Usikate tamaa mama, usikate tamaa baba, usikate tamaa mtoto, mama, mwanamke, baba. Endelea kumwamini Mungu, endelea kumwangalia Mungu. Bwana asifiwe. Mwangalie Mungu hata kwenye kazi zako, biashara, ufugaji, kila kitu. Tumtumainie Mungu na kumwangalia Mungu. Nataka kukuambia wewe kijana, wewe baba, wewe mama, wewe mtoto, mwangalie Mungu, mtumainie Mungu. Leo ameita kwa neno lake, ametoa kwa wito wake ya kwamba niangalieni mimi enyi ncha za dunia, ili mpate kupona. Watu wote wamwangalie, watu wote wa jinsia zote wamwangalie. Na hasa kwa wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu, wewe ambaye umeokoka, wewe ambaye unampenda Mungu, kwa kanisa la leo tuendelee kumwangalia Mungu. Ni wito wa watu wote waliookoka na ambao hawajaokoka. Na wewe ambaye umeokoka, zidi kumwangalia Mungu. Hata kama unapita kwenye mambo magumu, kwenye mambo mazito, mengine unaweza ukasema nimeomba lakini nimefika mwisho, siombi tena. Hapana, bado Mungu ana wito, bado Mungu anakuita. Anasema umwangalie yeye ili aweze kukuponya, ili aweze kukutunza na kukulea. Usiziangalie akili zako. Akili zako zinaweza zikasema ya kwamba ugonjwa huu umefika mwisho. Akili zako zinaweza zikasema jaribu hili ni basi utakufa nalo. Akili zako zinaweza zikasema vitu mbalimbali. Hata vingine viko kwenye mfumo wa kisayansi na kiteknolojia, kwamba jambo likishakuwa hivi imefika mwisho. Ugonjwa ukishakuwa huu ni basi unaondoka. Lakini bado liko tumaini, bado liko tegemeo kwa Mungu. Bado Mungu anakuita, anasema usikate tamaa, usiogope. Ijapo tetemeka milima, ijapo tetemeka nchi ufukoni wa bahari, lakini bado Mungu yuko pamoja nawe. Bado Mungu atakutetea. Unachotakiwa wewe ni kuendelea kumwangalia Mungu. Haijalishi jaribu lako limechukua muda mrefu, haijalishi mapito yako yamechukua muda mrefu, lakini iko siku ambayo Mungu atakutoa. Bwana asifiwe. Iko siku ambayo Mungu atakutoa. Yesu anasema njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mungu anaita, Yesu anaita yeyote mwenye kulemewa na mizigo, awe ameokoka awe hajaokoka, lakini bado ana changamoto, bado ana vitu anavyopitia vigumu. Mungu anakuita, anasema ya kwamba njoo kwake ili aweze kukupumzisha. Bwana asifiwe. Tunajua kwamba Yesu aliteswa kwa ajili yetu. Alisema mimi nimeushinda ulimwengu, na nyie jipeni moyo, mtashinda. Jipe moyo mama kwenye jaribu lako unalopitia. Jipe moyo kijana, jipe moyo baba, jipe. Bado mtumainie Mungu, kwa sababu leo Mungu anasema niiteni mimi enyi ncha za dunia mpate kupona. Msitegemee akili zenu, usitegemee akili nyingine hata za kuambiwa na wengine. Kwa jambo hili hapana, kwa kitu hichi hapana, lakini bado Mungu anasema ya kwamba tumtegemee, tumtumaini. Bwana asifiwe. Neno hili natakiwa leo likufundishe ya kwamba umtegemee Mungu na kumtumainia Mungu na kumwita yeye katika mambo yote ambayo unapitia.
kukusaidia. Hata kama ni unafanya biashara kubwa au ndogo, au wewe mwanafunzi unasoma, au ni mama wa nyumbani, au baba unafanya shughuli aina mbalimbali, lakini labda na vipato kidogo, bado mwangalie Mungu atakikuza hicho kipato. Mwangalie Mungu atayakuza maisha yako. Mwangalie Mungu ataponya familia yako. Mwangalie Mungu ataponya ndugu zako. Mwangalie yeye atauponya uchumi wako. Mwangalie yeye Mungu ataponya ndoa yako, ataponya watoto wako, ataponya hata nchi yetu, ataiponya hata dunia nzima, ataponya hata nchi yetu. Mungu, tuendelee kumtumainia Mungu, tuendelee kumwangalia Mungu, ya kwamba Mungu yeye ni tumaini na tegemeo, na yeye pia ana wito, anatuita, anatuambia leo. Neno la Mungu linatukumbusha leo, niangalieni mimi enyi ncha za dunia mpate kupona. Watu wote, watu wa kabila lote, watu wa jinsia yote, hata kama una changamoto za aina gani, bado Bwana ataziondoa katika jina la Yesu. Ataenda kuziondoa kwa jina la Yesu. Wewe usiogope, wewe mtumainie Mungu, usikate tamaa. Wengine wanasema jamani, mambo ninayopitia mimi ni magumu, jaribu ninalolipitia mimi siwezi hata kumwelezea mtu, mambo ninayopitia mimi sitaki hata kumwelezea mtu. Lakini mwelezee Mungu, mwelezee Mungu. Waweza hata kumweleza kwa sauti ya upole, kwa sauti ambayo hata usibila kuongea kwa sauti kubwa ambayo labda jirani yako amesikia. Waweza kumwambia hata kwa sauti ya upole, bado Mungu atasikia, bado Mungu atajibu. Pia usikate tamaa. Pia ukiona kwa mfano wengine umeona umezidiwa kwenye vita, kodisha majeshi. Mungu anao watu. Bwana asifiwe. Na Mungu anatumia watu pia kuwasaidia watu wengine, au kufanya kazi yake kwa kutumia watu. Mungu anaweza akatumia watu kukusaidia wewe, na adui anatumia watu kuleta majaribu. Saa nyingine yakizidi, jamani, njoo kwenye kikundi cha maombi. Njoo mshirikishe mchungaji. Naye kama ukiwa na jeshi, wewe ulikuwa unaomba mwenyewe, lakini mkiwa jeshi kubwa. Bwana asifiwe. Tunaambiwa wanawake ni jeshi kubwa. Yaani wanawake, watu wanatafsiria wanawake kama sisi tu wanawake, lakini kwa neno lingine, wana wa Mungu, watu wote wa Mungu, wa kike kwa wa kiume, ni wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Wana wa Mungu wote, wa kike kwa waume, wana wa Mungu. Kwa hiyo sasa, kama unateseka, njoo kwenye kikundi cha maombi. Njoo kutana na mchungaji, mweleze, ukodishe majeshi. Bwana asifiwe. Hiyo vita ipigwe kwa jina la Yesu, iondoke. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jamani, kwa njia yoyote, kwa namna yoyote, mtumainie Mungu, na pia uwe na imani. Uamini ya kwamba Bwana atatenda. Usiogope ijapo tetemeka milima, usiogope ijapo tetemeka nchi. Bado Mungu yuko pamoja nawe. Bado Mungu anakupenda. Japo unapitia majaribu, bado unapitia vitu vigumu, vizito, hata uelezee wenzako, lakini bado Bwana anakupenda. Bado Mungu anasema leo, anasema na wewe, anasema na mimi, tumwangalie yeye, tumtumainie yeye, tumwangalie yeye enye ncha za dunia. Haijalishi ni kabila gani umetoka, haijalishi umetoka sehemu gani, haijalishi uko katika nchi gani, haijalishi umetoka kwenye familia tajiri au familia maskini, lakini bado Mungu anakupenda. Bado Mungu anakuita. Bado Mungu anakuita uzidi kumwangalia. Mwangalie katika shida na raha, katika mema mwangalie, katika magumu na changamoto bado mwangalie Mungu. Mungu yeye anatenda. Mungu yeye anaweza kufanya. Bwana asifiwe. Mungu yeye anaweza kufanya. Bwana asifiwe. Ninalibariki neno la Mungu siku ya leo. Japo nimeongea
nitaongea labda kwa kifupi, lakini bado Bwana ataenda kutenda. Mungu ataenda kutenda. Roho Mtakatifu ataenda kutenda juu yako. Nataka usimame mahali ulipo ili tumwite Bwana. Tumweleze Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Tumweleze Mungu kwa ajili ya mapito yetu. Tumweleze tena na tena, tusichoke, ya kwamba Bwana umesema ya kwamba tukuangalie wewe. Tunakaza Mungu, neno la Mungu nasema ukikaza kunipenda nami nitakuokoa. Basi tuendelee kukaza kama jinsi Bwana alivyosema leo ya kwamba niangalieni mimi enyi ncha za dunia ili mweze kupona. Usiategemee akili zako, usitegemee jiografia inasema nini, usitegemee hali ya hewa inasema nini, usitegemee vitu vinasemaje. Nyumba yako inasema, ndani kwako unasema una unga, una chochote, lakini bado Bwana atatenda. Una pesa lakini Bwana atatenda. Ugonjwa huu ni wa kuua lakini Mungu atafufua. Mungu yeye ni mweza. Wewe unachotakiwa ni kumtumainia. Yapo mambo mengine ni ya kutisha, ni ya kuogopesha, lakini bado unatakiwa umtumainie Mungu, naye Mungu atatenda. Jina la Bwana libarikiwe. Simama mahali ulipo, niitie jina la Bwana kwa lile ambalo unalipitia mama, unalipitia kijana, unalipitia mtoto. Niite jina la Mungu kwa ufupi, niite jina la Mungu, niite sasa. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa ajili ya neno lako. Neno lako limeleta wito ya kwamba Bwana linatukumbusha ya kwamba tukuite wewe Mungu wa mbinguni, ambaye Bwana unawajua watu wote kwenye ncha zote za dunia, kaskazini, kusini, magharibi, mashariki. Baba wa mbinguni, makabila yote, familia zote, Mungu wa mbinguni unazijua. Hata nyingine zimetoka kwenye nguvu za giza, hata nyingine zimetoka kwenye hali ngumu. Bwana unaweza kuwatoa. Mungu unaweza kututoa. Mungu unaweza kutusaidia. Jehova unaweza kutusaidia. Msaidie baba ili aweze kutoka katika matatizo yake, katika changamoto zake. Msaidie baba ili aweze kutoka katika changamoto zake. Msaidie kijana ili aweze kutoka katika changamoto. Mungu wa mbinguni tusaidie kuanzia leo, kuanzia siku nyingine Bwana, tuendelee kukuangalia wewe, tuendelee kutumainia wewe katika kazi zetu, katika biashara zetu, katika utumishi wetu, katika ufugaji wetu, katika kila shughuli zetu, kwenye familia zetu, kwenye ndoa zetu. Bwana Jehova, onekana Mwokozi, onekana Jehova ukiponya. Mungu wa mbinguni, kama kuna magonjwa yanasumbua familia zetu, tunaenda kuyapinga kwa jina la Yesu. Yatoke kwa jina la Yesu, yashindwe kwa jina la Yesu, yamwachilie kila mmoja. Kama kuna mtu mwingine ambaye ndugu yake anaumwa, yuko sehemu mbalimbali, katika jina la Yesu akapokea uponyaji, akapokea uzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu akawe mzima. Kama kuna ugonjwa wa kutisha, ninaenda kutosha kwa jina la Yesu. Kama kuna vitu vya kufisha katika familia, vikaondoke kwa jina la Yesu. Yule adui shetani atendaye kwa siri, ninaenda kumwondosha kwa jina la Yesu. Aondoke kwa baba yule, aondoke kwa mama yule, aondoke kwa binti yule, aondoke katika jina la Yesu. Bwana tunaomba utubariki, bariki maisha yetu ya kimwili na kiroho. Tubariki Mungu katika jina la Yesu. Jina lako limidiwe na kutukuzwa Mungu wetu. Amen.